Yes, wana mtazamaji wa Simba Hub. Jana kabla ya mchezo wa Pamba Jiji na Simba kuanza asubuhi hivi mchana, kuna taarifa zilitoka kumhusisha kiungo wa Pamba Jiji ambaye yupo kwa mkopo hapo kitokea katika kikosi cha Singida Black Stars, Kevin Nation Naftali, kwamba amemwaga wino kusajiliwa katika kikosi cha Simba Sports Club kwa msimu wa mwaka 2026 msimu wa mwaka 2027. Sasa nina package ya taarifa hii inayomhusu Kevin Nation Naftali, kiungo huyo wa chini ambaye anahusishwa pia kama nilivyokuambia kusajiliwa na Simba katika dirisha lijalo la usajili. Lakini kabla hatujaendelea, ni kuombe sana kuendelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub ili taarifa zaidi zinazohusu klabu hii ya Simba ziweze kuwafikia mara nyingi na kwa haraka kadiri zinavyotoka. Msipo subscribe na taarifa hizi haziwezi kufika mbali, na wala sisi tutakuwa tuna uwezo wa kuwafikishia nyie taarifa nzuri kutokea katika klabu hii pendwa ya Simba Sports Club. Kwa hiyo bonyeza hicho kialama cha kengele, kuweka notification on kwamba taarifa zikitoka ziweze kufikia katika simu yako, lakini endelea kushare hizi taarifa, endelea pia kusubscribe. Yani usitazame video hii bila kusubscribe, kubonyeza hicho kitufe cha subscribe ili utuwezeshe sisi kuweza kufikishia taarifa hizi za Simba kadiri kwa wingi kadiri tuwezavyo. Sasa turudi katika hoja ambayo ipo mezani, ambayo inamhusisha huyu kiungo wa kati wa Pamba Jiji, Kevin Nation Naftali. Huyu ni mchezaji ambaye kama nilivyokuambia yupo hapo Pamba Jiji kwa mkopo akitokea katika kikosi cha Singida Black Stars, na mkataba wake na Singida unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Sasa Singida wamefanya hii biashara katika masaa 48 yaliyopita na Simba, na siku ya jana asubuhi usiku wa kuamkia jana kuelekea mechi ya Pamba na Jiji, viongozi wa Singida Black Stars, kwa taarifa nilizonazo kutoka katika vyanzo vyangu, ni kwamba waliwatafuta viongozi wa Pamba na kuwapa taarifa kwamba bana, mchezaji huyu kama alikuwa kwenye mipango ya kusajiliwa katika kikosi chenu msimu ujao, basi sisi tayari tumeshafanya biashara na Simba Sports Club ya kumuuza mchezaji huyu katika kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao, na mikataba ya awali tayari imeshasainiwa na Simba wamekubali kulipa kiasi kidogo cha fedha cha kununua mkataba wake ambao ulikuwa umesalia katika kikosi cha Singida ili aweze kuwa mchezaji wao wa moja kwa moja katika dirisha lijao kubwa la usajili nchini Tanzania. Kwa hiyo viongozi wa Pamba wakalipokea, kwa sababu ndio hivyo, wanasemaga, kuna msemo kwenye mpira wa miguu kwamba don't fall in love with a lone player. Yani usiingiwe sana, muda mwingine ukajiaminisha sana ukawa na mahaba ya kupitiliza na mchezaji ambaye yupo kwa mkopo katika timu yako, kwa sababu mwisho wa siku kitakulamba, anaweza karejea katika timu yake, ama timu yake ambayo ilikuwa inamiliki kama kumuuza na kumpeleka katika timu nyingine, kama hivi ambavyo Kevin Nation Naftali imetokea kwake katika kikosi cha Pamba Jiji, ambao wamenyang'anywa tonge mdomoni na mchezaji huyo. Msimu ujao atakuwa ni mchezaji wa kikosi cha Simba Sports Club. Sasa Kevin Nation performance yake iko vipi msimu huu katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, NBC Premier League? Kevin Nation mpaka sasa hivi katika michezo 25 ambayo Pamba Jiji ameicheza katika ligi katika michezo 16 ambayo Pamba Jiji ameicheza ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi msimu huu, Kevin Nation amecheza michezo 14, na michezo miwili hiyo ambayo ameimiss Kevin Nation ni michezo ambayo mmoja ulitokana na yeye kufungiwa kwa sababu ya kadi za njano, kwa sababu ya kadi tatu za njano, na mchezo mwingine ni wa jana ambao ameumiss Kevin Nation kwa sababu za kiufundi, kwa sababu na hapa hizi sababu za kiufundi ileweke kwamba Kevin Nation alikuwa katika mipango ya kuanza katika mchezo wa jana dhidi ya Simba, lakini baada ya taarifa zake kufika katika uongozi wa Pamba Jiji na viongozi wa Pamba Jiji kumfikishia mwalimu wa timu hiyo Francis Baraza, mwalimu hakufurahishwa na taarifa hizo kuvuja ama kutokea katika kipindi hichi ambacho wao walikuwa wanaelekea katika mchezo muhimu dhidi ya Simba. Kwa hiyo alichukua maamuzi ya kumweka kando Kevin Nation, nafasi yake ikachezwa na viungo wengine wa Pamba Jiji
katika mchezo huo wa jana dhidi ya Simba. Kwa hiyo Kevin Nasho hakucheza mechi ya jana ya Simba kwa sababu hizo za kiufundi, kwa sababu hizo ambazo zinamuhusisha mchezaji huyo kuhitajika na Simba. Kwa hiyo kuondoa hizo distraction, kuondoa makelele katika kambi ya timu, kuondolea pia utulivu mchezaji, Mwalimu Francis Baraza akaona ni busara kwa Kevin Nation Naftali kutokuwa sehemu ya mchezo huo wa jana dhidi ya Simba. Kwa hiyo katika michezo 16 ambapo Pamba Jiji amecheza ligi kuu soka Tanzania bara, Kevin Nation amecheza michezo 14. Unaweza kuona ni umuhimu gani huyu mchezaji yupo nao katika kikosi cha Pamba Jiji. Na msimu huu amekuwa na msimu bora, unaweza kusema mpaka sasa hivi amekuwa na msimu bora wa maisha yake Kevin Nation Naftali, kwa sababu katika hizo mechi 14 Kevin Nasho ameisaidia Pamba Jiji kufunga magoli mawili. Ndio kiungo mkabaji mwenye magoli mengi katika ligi ya soka Tanzania bara akiwa na magoli mawili. Lakini ndio kiungo mkabaji mwenye tuzo nyingi za man of the match katika ligi kuu ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi, na tuzo 4 sambamba na Duke Abuya Young Africans. Although Duke Abuya kuna muda huwa anacheza kama box to box, na hata Kevin Nasho kwa baadhi ya mechi huwa anatumika kama box to box, na hiyo imemwezesha pia kuunleash uwezo wake mwingine wa kupachika magoli. Kwa hiyo hizo ndo performance kubwa ambazo Kevin Nation amekuwa akizitoa msimu huu, na hizo tuzo 4 za man of the match Kevin Nation amezipata katika mchezo ambao Pamba Jiji walitoka sare dhidi ya TRA United. Tuzo nyingine ya man of the match Kevin Nash alipata katika mchezo ambao walitoka sare pia ya goli 1-1 dhidi ya Mbeya City. Ilikuwa mechi ilifanyika jijini Mbeya, lakini mechi nyingine mbili ambazo Kevin Nation Naftali alipata tuzo ya man of the match ni mechi mbili kubwa ambazo zilifanyika jijini Mwanza. Mchezo dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao Pamba walitoka sare ya goli 1-1 na Kevin Nation akafunga goli moja katika mchezo huo, alichaguliwa pia kama man of the match. Mchezo mwingine ambao Kevin Nation alichaguliwa kwa man of the match ni mchezo wa machi mbili ambao Pamba Jiji walicheza dhidi ya Azam katika sare ya magoli 2-2. Tuzo ya mchezaji bora ilikwenda pia kwa Kevin Nation Naftali. Ni kiungo ambaye anafanana kiuchezaji na Yusuf Kagoma. Ni wale viungo wavunja kuni, na wakati yupo katika kikosi cha Serengeti Boys, ile Serengeti ya mwaka 2015, huyo alikuwa anamuita Ngolo Kante kwa uwezo wa kukava eneo kubwa la uwanja, kukimbia sana, energy, ni kiungo mwenye energy kubwa sana uwanjani na anafika kwenye matukio kweli. Kwa hiyo wakampa jina la Ngolo Kante wakimfananisha na mchezaji ama kiungo wa zamani wa Leicester City pamoja na kikosi cha Chelsea, bila kusahau timu ya taifa ya Ufaransa. Kwa hiyo ni kiungo mwenye mapafu, na hata ukitazama namna ambavyo anatumika Pamba Jiji, ukiwa unafuatilia mechi zao, hichi ni kitu ambacho utakigundua katika game yake. Dirisha dogo la usajili msimu uliomalizika ilikuwa chupu mchezaji huyu asajiliwe na Young Africans, lakini kuna vitu vikatokea katikati, deal lake likafeli. Kwa hiyo msimu huu akatoka Singida Black Stars akaenda Pamba kwa mkopo, amefanya vizuri. Simba Sports Club wamegonga hodi Singida, wameamua kumchukua mchezaji huyu ambaye atakuja kuongeza nguvu katika kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao. Katika nafasi ile ya kiungo mkabaji, basi atakuwepo yeye Kevin Nation Naftali, atakuwepo pia Yusuf Kagoma ambaye ameongeza mkataba mpya hivi juzi wa miaka 2, lakini pia atakuwepo Hussein Daudi Semfuko. Ni viungo wazao watatu ambao watakuwa wanashirikiana katika eneo la kiungo cha ukabaji cha klabu ya Simba Sports Club. Bana, ni hayo tu. Tukiwa na taarifa nyingine zaidi kuhusiana na taarifa zaidi za usajili, hatutosita kuzifikisha hapa. Endelea kusubscribe, na endelea kukumbusha, endelea kusubscribe channel yetu, endelea kushare, kulike, comment na kucomment taarifa zetu mbalimbali, ili utuwezeshe sisi kuweza kukufikishia taarifa nyingine zinazohusu klabu ya Simba Sports Club.